Poteza kwa pointi 6 sasa tunavyozungumza. Katika mpira siku zingine matokeo yanavyotokea huwa yanapangwa kutokana na Mwenyezi Mungu alivyoipanga riziki. Tunasema kisisi riziki haiko imegemea upande wetu, liko upande wa Azam, na tuna matumaini ya kwamba iwapo Mwenyezi Mungu atafanikisha kwa kitengo kijacho, kama atapatana tena, nadhani tutaweza kurekebisha mahali ambapo tumekosea. Pengine uzoefu ndio umewagharimu leo hii kuweza kushindwa kupata alama kwenye michezo hii? 100% nitasema ni uzoefu, kwa sababu kivuta picha kama mimi nimeanza kushabikia Feitoto toka utotoni. Alafu sasa nimekuja nimecheza naye, inamaanisha kwamba ameshakomaa katika hiki kitengo. Pili, Azam si mara ya kwanza kushiriki hili shindano, kwa hivyo wana uzoefu kidogo kutuliko sisi. Hapo kwa Feitoto umesema umeanza kumfuatilia muda mrefu. Feitoto kwako ni mchezaji wa namna gani, lakini pia unamtazama kama kioo kwenye maendeleo ya mpira kwa upande wako? Maeneo yaliyotokea 100% tunamchukulia Feitoto kama kioo cha jamii upande wa soka. Tunapenda mchezo wake, mpaka wengine tufuatilia hadi maisha yake ya nje, kwa sababu wengine pia tumezaliwa katika familia za Uislamu, ni Muislamu mwenzetu, kwa hivyo tuwafurahikia tu mafanikio yake ya soka. Umepata nafasi pengine ya kuzungumza naye baada ya mchezo? Namsalimia, alafu nikaadimisha kuomba picha. Uliomba picha? Naam. Tukio hilo pengine kwako unalibeba kwa ukubwa wa kiasi gani? Tusema unaondoka hivi na tayari mmeshakutana home and away. Kuna mambo ni ya kudumu katika maisha, kuna mambo ambayo ni ya kushika na kuondoka. Kwa hivyo tukio hilo kwangu binafsi naamini ni mfano bora na ni kitu ambacho kitakaa, kwa sababu mitandao ya kijamii ipo na picha ndio inazungumza zaidi kwa sasa. Unatamani pengine siku moja uje kucheza na Faisal timu moja? Inshallah. Unatamani hiyo? Ni kati ya ndoto zangu kubwa. Sawa, shukrani sana. Afwan. Ni mchezaji gani wa Azam pengine unaona alikuwa msumbufu sana kwenye timu yenu? Naweza sema Ahmed na Feitoto, kwa sababu zile pasi za mwisho wakihatarisha kufunga. Hizo pasi za mwisho kweli zinatatiza, lakini ndio tunajifunza. Ni funzo gani sasa mmelipata kwenye hii michuano, kwa ndo mara yenu ya kwanza? Tumejifunza kwamba lazima utumie nafasi zako ili ushinde. Hauhitaji nafasi mingi, moja pekee yake alafu unakuwa mshindi. Mimi kushukuru sana na kila la heri. Tunashukuru sana na pia tunashukuru kwa kukaribisha Tanzania. Karibuni sana. Mungu awabariki. Nyinyi ni majirani, karibuni. Asante.